Kwa nini Ibrahim Traore anabadilisha dhana ya mapinduzi ya kijeshi Afrika? Katika historia ya siasa za Afrika, mapinduzi ya kijeshi mara nyingi yamechukuliwa kama njia haramu, hatari na isiyo na uhalali wa kisiasa. Kuingia madarakani kwa kutumia nguvu za kijeshi kumehusishwa na umwagaji damu, uharibifu wa mali, utekaji wa haki za binadamu na kusababisha mateso kwa raia wa kawaida. Lakini kuibuka kwa Captain Ibrahim Traore nchini Burkina Faso kunachochea mjadala mpya kuhusu uhalali, umuhimu na hatima ya mapinduzi ya kijeshi. Hasa pale yanapotokea kama njia ya kupinga ukandamizaji, ufisadi na utawala wa mabavu unaojificha katika mwamvuli wa demokrasia. Tofauti na wanasiasa waliokita mizizi kwenye mifumo ya kidemokrasia, lakini wakatumbukia katika matumizi mabaya ya madaraka, baadhi ya wanajeshi kama Traore wameibuka kama viongozi wa mabadiliko wanaojitambulisha kwa uzalendo, uthubutu na kujali maslahi ya wananchi. Mjadala uliopo sasa, je, kiongozi huyu kijana Traore anabadilisha dhana ya mapinduzi kwa ujumla? Historia ya mapinduzi ya kijeshi barani Afrika. Mapinduzi ya kijeshi yamekuwa sehemu ya historia ya Afrika tangu mataifa mengi yalipopata uhuru. Moja ya mapinduzi maarufu na ya kiitikadi ni lile la mwaka 1983 lililoongozwa na Thomas Isidore Noel Sankara nchini Burkina Faso, ambaye alijulikana kwa ajenda zake za kupinga ukoloni mamboleo na kupigania maendeleo ya ndani kwa kutumia rasilimali za kitaifa, lakini si Burkina Faso pekee. Nchini Ghana, Kanali Ignatius Achiampong aliongoza mapinduzi mwaka 1972. Nigeria imepitia mapinduzi kadhaa tangu miaka 1960, yakiwemo yale ya Yakubu Gowon mwaka 1966 na Sani Abacha mwaka 1993. Uganda ilishuhudia mapinduzi yaliyomweka madarakani Idi Amin mwaka 1971. Nchini Ethiopia, Dege ilipindua utawala wa kifalme mwaka 1974. Hadi hivi leo Sudani, Guinea, Mali na Niger zimetumbukia kwenye mapinduzi yanayoongozwa na jeshi. Hii historia imejenga taswira hasi ya mapinduzi, yakionekana kama kichocheo cha udikteta, vurugu na migogoro ya kisiasa. Hata hivyo, historia hii pia inaonyesha jinsi mapinduzi yalivyotumika kama njia ya kuondoa tawala kandamizi katika mazingira ambako demokrasia ilishindwa kuleta haki na maendeleo. Athari za mapinduzi. Hakuna anayeweza kupuuza madhara ya mapinduzi ya kijeshi. Kwa kawaida huambatana na mapigano, vifo, mateso ya raia, uharibifu wa miundombinu na uchumi kudorora. Viongozi wa mapinduzi mara nyingi hujenga utawala wa kiimla, wakifuta katiba, kuvunja bunge na kudhibiti vyombo vya habari na vyama vya siasa. Kwa mfano, Sudani ilikumbwa na vurugu kubwa baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2019 yaliyomuondoa Omar al-Bashir. Baadaye mvutano baina ya jeshi na raia uliibuka. Mapigano ya silaha mwaka 2023 yaliyosababisha maelfu ya vifo na mamilioni kukimbia makazi yao. Guinea ilipitia ghasia baada ya mapinduzi ya 2021, huku Mali ikipitia matatizo makubwa ya kiusalama na kiuchumi tangu mapinduzi ya mwaka 2020. Zaidi ya hayo, mapinduzi huleta hofu ya kutoaminika kwa serikali, hali ambayo huathiri uwekezaji wa nje, misaada ya kimataifa na ushirikiano wa kikanda. Taasisi kama AU na ECOWAS mara nyingi huweka vikwazo mataifa yanayopinduliwa kijeshi, jambo linaloathiri maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwa nini Traore anaonekana kubadilisha dhana ya mapinduzi? Ibrahim Traore alichukua madaraka mnamo Septemba 2022 akimng'oa Henry Paul Sandaogo Damiba
kwa kile alichokitaja kuwa kutoweka vipaumbele kwa maslahi ya taifa na kupuuza vita dhidi ya ugaidi. Tangu wakati huo ameibuka kama kiongozi anayependwa sana, si tu na watu wa Burkina Faso, bali pia na Waafrika wengi waliokata tamaa na viongozi wa kidemokrasia wanaotumia uhuru kama kichaka cha kujineemesha. Kwa muda mfupi, Traore ameanzisha sera za kiuchumi za kujitegemea, kuimarisha vita dhidi ya ugaidi kwa msaada wa jamii na kuhamasisha uzalendo miongoni mwa vijana. Moja ya nukuu yake maarufu inayosambaa mitandaoni ni, hatuwezi kuwa huru ikiwa tumevaa suti za wakoloni, kutumia lugha zao na hata kuendesha siasa kwa mifumo yao. Katika hotuba yake ya Novemba 2023, alisema Afrika haiwezi kuwa huru mpaka wa Afrika wawe kuwa na woga mbele ya mataifa ya magharibi. Anaonekana kama kiongozi anayepinga kwa dhati ukoloni mambo leo. Uamuzi wake wa kuvunja ushirikiano wa kijeshi na Ufaransa, kufunga baadhi ya vituo vya kijeshi vya kigeni na kuanzisha ushirikiano mpya na nchi kama Mali na Niger kupitia muungano wa AES, umoja wa kijeshi wa Saheli, umemwongezea umaarufu. Alipoelekezewa tuhuma na Africom wiki kadhaa zilizopita za kutumia mamlaka vibaya, badala ya lawama, Afrika nzima ililipuka kwa kumpa uungwaji mkono wa kipekee. Maandamano makubwa yalifanyika Wagadugu pamoja na miji ya nje kama Accra, Ghana, Brussels, Ubelgiji, New York, Marekani, Nairobi, Kenya na Bamako, Mali. Mitandaoni, kiongozi wa Africom General Michael Langley alikumbwa na wimbi la ukosoaji mkubwa, huku hashtag kama Hands Off Traore na Africa for Africans zikisambaa kwa kasi. Wachambuzi wa siasa kama Dr. Kemi Adeoye, chuo kikuu cha Cape Town, wanasema Traore anaonekana kama jibu la kisasa kwa Lumumba na Sankara. Kizazi kipya kimeona kiongozi anayesema ukweli hadharani na hadhaniwi. Alikuwa akizungumza na kupitia kipindi cha BBC Focus on Africa Machi 24. Hatari iliyo mbele. Pamoja na sifa na matumaini makubwa yanayomzunguka Traore, wachambuzi wanaonya kuwa huenda mafanikio yake yakatumika kama kigezo cha kuhalalisha mapinduzi zaidi barani Afrika. Kuna hofu kwamba jeshi katika mataifa yenye migogoro ya ndani linaweza kutumia mfano wake kuingilia siasa kwa tamaa ya madaraka. Tayari viongozi wa kijeshi kama Assimi Goita Mali na Abdourahmane Tichiani Niger wamechukua madaraka kupitia mapinduzi na baadaye kuanza kuonyesha nia ya kugombea katika uchaguzi wa kiraia. Wachambuzi kama Profesa Mahamane Sisoko wa chuo kikuu cha Dakar wanasema mapinduzi yanapoanza kuonekana ya kuvutia, yanahamasisha wengine kuiga, kwa sababu mbaya si kwa ajili ya watu bali kwa maslahi binafsi. Ikiwa mfano wa Traore hautaambatana na ujenzi wa taasisi thabiti, hofu ni kuwa kutakuwa na wimbi la mapinduzi yasiyokuwa na ajenda ya kitaifa bali tamaa ya madaraka, jambo linaloweza kurejesha Afrika katika duru ya migogoro na machafuko. Katika umri wa miaka 36, Traore kwa sasa ndiye rais wa umri mdogo ulimwenguni. Katika umri wa miaka 36 tu, Ibrahim Traore amesimama kama rais mdogo kabisa ulimwenguni, akiongoza Burkina Faso kupitia kipindi cha mabadiliko ya kushangaza. Safari ya Traore kwa urais haikuwa ya kawaida na ya haraka. Mnamo Septemba mwaka 2022, kama nahodha wa jeshi la miaka 34, aliongoza mapinduzi ambayo yalitoa serikali ya kijeshi ya zamani ambayo yenyewe ilikuwa imeingia madarakani kupitia mapinduzi mapema mwaka huo. Kuongezeka kwa nguvu kwa Traore kuliendeshwa na kufadhaika juu ya kutokuwa na uwezo wa serikali kupambana na makundi ya Kiislamu ambayo yamekuwa yakitatanisha usalama wa nchi hiyo. Rais Traore ameanza ajenda kabambe inayolenga kuboresha huduma za afya, kuongeza tija ya kilimo na kukuza ukuaji wa uchumi. Mtindo wake wa uongozi na maamuzi ya sera yamewekwa kwenye njia ambayo
waangalizi wengine wanaita mapinduzi ya Kiafrika. Huyu ndiye mwamba Captain Ibrahim Traore, ambaye mapinduzi ameyafanya yamekuwa ni ya kuvutia, na anabadilisha dhana ya mapinduzi ya kijeshi kuwa ni kutumia nguvu kwa ajili ya kujineemesha na kujinufaisha, kwa sababu wana mapinduzi wengine wanakuwa wameshika bunduki mkononi, lakini badala yake yeye ameshika bunduki kuilinda Afrika na sio kuua raia wake.